Kimsingi niwashukuru sana nyote sana. Moja kwa mapokezi, lakini la pili ambalo ni kubwa zaidi ni namna mlivyo ibua huu mradi wa ujenzi wa zahanati hapa Igomba. Hongereni sana. Nimeambiwa kabla au mpaka itakapoanza kufanya zahanati, huduma ya karibu ya afya inapatikana Saja huko chini, nadhani kilomita 6, na huku Isimike kilomita pia 6. Kwa hiyo kitendo cha kuwa na zahanati na swala la afya ni muhimu sana, ili mtu aweze kufanya mambo yote ambayo ameyapanga kwa siku hiyo, kwa mwezi huo, kwa mwaka huo, ni lazima afya yake iwe nzuri. Kwa hiyo kitendo cha ninyi wananchi wa Igomba kutambua kwamba zahanati ndio swala la msingi kwenu, pamoja na mahitaji ya vitu vingine, na wapeni hongera sana. Lakini pia ni wape hongera wanakijiji wote kwa namna mlivyo changia. Imeelezwa hapa kutafuta kokoto, mawe na nini. Na ndiyo mfumo wa TASAF, kwamba TASAF inatoa kiasi fulani cha fedha, lakini kwa ajili ya ule moyo wa kubaini kwamba hii ni mali ya watu, ni mali yenu, mpango unaruhusu pia wananchi kuchangia. Kwa hiyo niwashukuru sana wananchi kwa kutambua kwamba huu mradi ni muhimu kwenu na kuamua kuuchangia. Baada ya hayo pia niwashukuru sana CMC. Mwenyekiti yuko wapi wa CMC? Yuko wapi? Hongera sana wewe na watu wako, wewe na viongozi wa vijiji, kwa sababu kama wewe usingelikuwa na nia ya kuwa na zahanati, tungekuwa tunasikia migogoro tu hapa, si ndio jamani? Kwa hiyo kitendo cha wewe kusimamia na leo majengo haya mawili yamesimama, kwa kweli na kupongeza sana wewe na watu wako, lakini pia na viongozi wa kijiji, kwa sababu kazi inafanyika kwa pamoja. Viongozi wa kijiji, viongozi wa kata, viongozi wa tarafa, na pia wilayani pale, pia na mkoa. Hongereni sana kwa kweli. Kazi hii haijaanza muda mrefu. Fedha naambiwa zilipatikana mwezi wa 12 mwaka jana. Na bahati mbaya au nzuri ni kipindi ambacho mvua zinaanza kunyesha. Lakini hata hivyo leo tunaiona kazi. Bado ni wapongeze sana. Niwaombe mwenyekiti wa CMC na mwenyekiti wa kijiji na viongozi wengine, tujitahidi usiku na mchana. Naambiwa mpango ni kumaliza mwezi wa 5. Mimi naongeza kidogo mpaka mwezi wa 6 kwa kazi nilizoziona. Ili ikiwezekana mwezi wa 7 huduma zianze kutolewa hapa. Na nasema mbele ya viongozi wa wilaya na viongozi wa mkoa, itakuwa haina maana kama ikifika mwezi wa 7 hakuna huduma zinazotolewa hapa. Kwa hiyo niwaombe sana tufanye kazi. Mwenyekiti wa CMC na viongozi wote tuhakikishe mwezi wa 6 tunakamilisha hii kazi. Na sisi pia tunao moja ya jambo ambalo TASAF makao makuu hufanya baada ya kukamilika kwa huu mpango ni kutoa cheti kinachoruhusu ile kazi ifanyike. Kwa hiyo tutahakikisha na upande wetu wa TASAF cheti kinatolewa mapema iwezekanavyo ili huduma zianze kutolewa. TASAF nashukuru. Jambo jingine ni kulikuwa na kazi hapa za miundombinu. Niwaombe sana wenzetu wa TARURA, hata kama labda hapa hawapo,
tuwaombe watusaidie sana. Watu wamejitolea kufanya kazi kwa kutumia zana hafifu, lakini kama ni barabara na nini zinapitika. Yapo maeneo ambayo huwa tunahitaji msaada wa sekta nyingine kama TARURA. Tujaribu kutambua maeneo ambayo yanahitaji utaalamu wa TARURA ili miradi ile ya miundombinu iweze kufanya kazi ile inayokusudiwa. Nirudie kuwapongeza kwa jinsi ambavyo mnashiriki katika kuunga mkono miradi ambayo inaletwa kupitia TASAF na serikali kwa ujumla. Na sasa nirudie tena kusema TASAF oye! Huu mradi wa TASAF, fedha ambazo tunazipata na jinsi ambavyo mmetoa shuhuda mbalimbali hapa, tuendelee kuzitumia kama mbegu kwa ajili ya kuwekeza zaidi. Kwa sababu huu mradi hatutegemei kwamba utaendelea milele. Unatusaidia kama mbegu ili kusudi tufike hatua fulani, tujitegemee na tusitegemee kuendelea kupewa kama hii miradi itakatika. Na mpango wa mkoa ni kwamba tayari imeshaanza katika eneo la Makambako pamoja na Njombe, halmashauri ya Njombe DC. Tayari tumeanzisha mradi wa kilimo cha parachichi ambapo tayari kaya 1804 katika upande ule Makambako zishapewa miche ya parachichi na endelea kutunza. Tunategemea wale wanufaika wa TASAF ambao tayari walishaanza kupanda hii miche, baada ya miaka kufika 5 watakuwa sio tegemezi tena. Lakini pia kwa upande wa halmashauri ya Njombe wilaya, wanufaika 1027 nao wameshapata miche ya parachichi. Tunategemea nao baada ya miaka 5 watakuwa wanajitegemea. Naitwa Joyce Agustino Ndemwe, mratibu wa TASAF halmashauri ya Nging'ombe. Tumepokea ugeni tangia jana tarehe 28. Tulikuwa nao mkoani, tukaelekea kijiji cha Igagala ambapo alikwenda kutembelea kituo cha afya pale Igagala. Na leo hii tarehe 27 tuko kijiji cha Igomba kwa ajili ya kuangalia utekelezaji wa mradi hapa kijiji cha Igomba. Mahali hapa kijiji cha Igomba tulipokea fedha za utekelezaji wa miradi miwili, jumla ya shilingi milioni 200.2 ambapo imetusaidia katika kutekeleza ujenzi wa zahanati pamoja na nyumba ya mganga 2-in-1 yenye vyumba 3 vya kulala. Zahanati hii itaweza kutekelezwa kwa shilingi milioni 100.1 ambapo itakamilisha mradi huu. Tutakuwa na jengo la zahanati na tunakuombea, jengo la kichomea taka pamoja na vifaa tiba. Wananchi hawa baada ya tunatarajia kukamilisha mradi huu mwezi wa 5 tarehe 30, na agizo la mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya taifa tukamilishe mwezi wa 7. Sisi tunamwahidi tutakamilisha mwezi wa 6, mwezi wa 7 tutakuwa tunatoa huduma. Mpaka sasa tumeweza kufikia hatua hii ya umaliziaji katika majengo yote. Vyoo viko hatua ya umaliziaji, zahanati iko hatua ya umaliziaji, lakini nyumba ya watumishi iko hatua ya umaliziaji.